Kila unapoamka asubuhi, usiache kusema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yes. Tambua ya kwamba kabisa kwamba anayekuongoza katika njia na mapito yako ya kila siku ni yule ambaye amekuumba, yule ambaye anajua mapito yako ya siku zote. Mwambie Mungu, umenichunguza na kunijua, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu, na hiyo ndio inaweza ikawa ni njia salama ya wewe kupita katika njia sahihi kila siku katika maisha yako. Una haki ya umiliki katika hii dunia, ndiyo una haki, na ndo maana Mungu kabla ya kukuumba wewe alianza kuumba vyote kwa ajili yako. Sasa kwa nini leo uendelee kulia kwa sababu umekosa? Hebu piga goti chini na umwambie Baba, nina haki katika ardhi hii, nina haki katika milki hii, nina haki katika majengo haya, nina haki katika kila njia ambazo ninazipita, na kibali cha Bwana kikapate kuwa juu yako. Moja kati ya vitu muhimu sana kuzingatia kwenye maisha ni imani. Licha ya kuwa wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaishi na Yesu kabisa ana kwa ana, lakini bado imani zao zilikuwa haba. Vipi kuhusu sisi ambaye tunaishi naye kupitia maandiko? Lakini tunachopaswa kujua kabisa kwamba yote yaliyoandikwa ni halisi na tunapaswa kuamini. Na tunapokuwa na imani ndipo pale ambapo tutaweza kuona matokeo ya kile ambacho tunakiamini. Sio kama tunaelewana. Yaani unapoona kwamba hii ni nyekundu, usiamini ni nyekundu kwa sababu unaona ni rangi nyekundu. Ile unatakiwa uamini kwenye akili yako, hata kama sio nyekundu, utakapoamini kwamba ni nyekundu inaweza ikawa nyekundu. Sijui kama unanielewa. Hiyo ndio maana halisi ya imani. Wanafunzi wa Yesu walishangaa pale ambapo wanamuona anatembea juu ya maji. Hawakuwa na imani. Lakini kama mtu anakuwa na imani kisha kuona kwamba hiki kinaweza kikatokea, kinaweza kufanyika kwenye maisha yako, utabadilisha vitu vingi sana kama utatengeneza imani kwenye maisha yako. Maandiko yanasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Lakini pia maandiko yanasema, ni nani mwanaye alimuomba mkate akampa jiwe? Na ni nani mwanaye ambaye aliomba samaki akampa nyoka? Je, kuliko ninyi, vipi kuhusu Baba yenu aliye mbinguni? Hivi nikupe matumaini siku ya leo. Haijalishi ulijibiwa au hujajibiwa kwa wakati sahihi, lakini Mungu anajua wakati ulio bora zaidi katika maisha yako. Hivyo usije ukakata tamaa kabisa ya kwamba Mungu hajui hitaji lako. Mungu anajua mahitaji yetu kabla hatujamuomba, lakini kwa sababu ni Baba yetu, atatupatia vile ambavyo ni bora zaidi kuliko yale mahitaji yetu. Hivyo usikate tamaa kwa sababu eti kujibiwa ombi lako au hujajibiwa kwa wakati, kwa sababu wakati wa Mungu ni wakati sahihi zaidi. Kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu kabisa ukaishi na adui yako karibu, yaani yule akawa ndiye rafiki, ndugu kabisa wa karibu ambaye unamwamini, na ndiye akawa ni adui wako wa kwanza. Lakini katika kuwa adui kwenye maisha yako, ni ameweka kwa ajili ya kutimiza kusudi fulani lenye baraka zaidi kwenye maisha yako. Kwa nini nakwambia hivi? Yuda ambaye alimsaliti Yesu alikuwa ni mtu wa karibu sana, ambaye aliyajua maisha ya Yesu kwa ukaribu zaidi, lakini ndiye alikuwa adui namba moja. Lakini aliweka kama adui ili ukombozi wangu mimi na wewe uweze kutimilika. Sijui sasa kama umeanza kunielewa taratibu. Na ndivyo ilivyo kwenye maisha. Wakati mwingine tunakuwa na adui fulani kwenye maisha ili aweze kutusaidia kuweza kupiga hatua fulani kwenye maisha yetu. Wakati mwingine ulikuwa na mchumba ambaye unamtegemea zaidi kwenye maisha yako, lakini anakuja kukugeuka, kukusaliti. Unasema kwa nini kipindi hiki? Lakini wakati huo ukijua kabisa kwamba saa nyingine ni daraja wewe kukuvusha kutoka mahali fulani, saa nyingine ndo daraja wewe kukufanya upambane na utoke kwenye hatua fulani. Hiyo inawezekana ikawa kuwa. Sasa wakati ambapo unatambua adui kwenye maisha yako, usiweke chuki. Mshukuru Mungu kwa sababu umetambua huyo ni adui. Ndiko anasema msipokuwa kama watoto wadogo, kamwe hamwezi kuona ufalme wa mbinguni. Yes, ni halisi. Hivyo ulishaona watoto wadogo wakigombana? Yes, wanagombana na wakwaruzana. Lakini ulishawafuatilia katika michezo yao, baada ya dakika 2 wanakuwa katika mazingira gani? Ni marafiki kama hakuna ambacho kimetokea. Mtoto ana upendo ambao hauhesabu mabaya. Kama sisi watu wazima ambavyo tumeishi tukiwa tunahesabu haki zaidi katika mioyo yetu kuliko kuangalia haki za watu wengine. Lakini mtoto sivyo. Mtoto saa nyingine anaweza kugombana hapa, lakini baada ya dakika 2 wamesahau na wakawa marafiki ambao kama vile hakujatokea. Tukijaribu kubadilisha mioyo yetu na kuwa wale ambao hakuna anayeweza kuitafakari zaidi, basi tunaweza kubadili njia zetu za maisha yetu yote.
Na hivyo ndivyo ufalme wa Mungu jinsi ulivyo. Wakati mwingine unatenda mabaya lakini Mungu anaendelea kukubariki. Wakati mwingine unawaonea wengine lakini Mungu hajakuhesabia wewe mabaya kwa sababu anajua ni mtoto wake. Kwa nini wewe usifanye kuona kuwa wewe ni baraka katika sehemu ya maisha ya watu wengine? Kwa nini usiishi katika njia ambayo unaona kwamba ni sahihi na inaweza kuwahamasisha watu wengine mahali fulani? Na Mungu atusaidie sana.